Anavyotuarifu Sheldon Nasahulu, familia ya mfanya biashara aliyeuawa nyumbani kwake katika kijiji cha Irumbi viungani mwa soko la Luanda, eneo bunge la Luanda, kaunti ya Vihiga, sasa inatoa wito kwa vitengo vya usalama kuharakisha uchunguzi na kuwatia mbaroni waliotekeleza unyama huo. Marehemu Haron Loli, mfanyabiashara wa duka katika eneo la Irumbi, alikumbana na kifo chake mapema majuma hili alipovamiwa na majambazi katika duka lake kwa kukatwa nyakati za usiku. Wakati alienda kuangalia mahali Haron analala, akaangalia tu mara moja hivi na akapika nduru. Akaniambia, baba Haron kama watu wamemfamia, mimi naona wamemfunga, ile kitu utafanya, amuka haraka uone wamemuua ama namna gani. Sasa wakati mimi niamka haraka nikuingia huko, nikakuta amemfunga miguu, amemfunga mikono, amemfunga uso, amemfunga hata mdomo. Na hapa kitu imefura namna hivi. Familia ya mwenda zake ikiongozwa na Tom Makanga, babake mfanyabiashara huyo, wameelezea kumpoteza nguzo muhimu ya familia yao. Sasa kitendo yenye imepatikana, hata mimi naona huzuni Mungu kabisa. Yaani mingi kabisa ndani ya roho yangu. Vile niliingia kwa mtoto nikaona vile wenye kumteza. Huyu mtoto alisulubiwa kama Yesu anasulubiwa kwa msalaba. Tumeumia. Sana tu tunaomba. Hata hatutaki tuongee hii kama tujaona. Kitendo kitendeka kikuja hapa tuone tu fulani ndio huyu mwenye amefanya hiyo maneno. Hiyo ndio tunalia tu kuanzia tu hiyo siku mpaka leo. Siku moja nyuma haikuwa ameneza kwamba baba kuna watu nisikia watu walishika kwa mlango hapa usiku. Na wakati walishika mlango na nikahakisha taa na wakatoroka. Nikamwambia, sasa wewe kitu utafanya, hii mlango wako uchukue matofali, weka hii mlango ili matofali kae kwa mlango iwe ngumu, ili mtu asiwe anaingiza mkono kukata kufuli. Sasa baada ya siku 2 ndio. Kinachosikitisha jamaa za marehemu ni kuwa kisa hiki kilitendeka mita chache kutoka kituo cha polisi cha Irumbi, huku akitilia shaka kujikokota kwa uchunguzi wa mauaji hayo. Sisi tungekuwa sawa kabisa. Lakini saa hizi ukiangalia hata askari wenye tunaletewa watu ambao wanaenda kustaafu. Mtu ambaye amebakisha miaka 2 aende kustaafu. Lakini sisi ndio tena tunaenda kujulisha raia na imetendeka, na tuko mlangoni wa polisi. Tumeishi na wao karibu mlangoni, si hata mita 10. Kwa hivyo usaidizi serikali itusaidizie. Atumie hekima kwa hili jambo kuhakikisha kwa mara ya kwanza haki imefanya nini? Imepatikana. Mauaji ya mfanyabiashara huyo ni mojawapo ya visa vya uhalifu vinavyoendelea kurekodiwa kuongezeka katika eneo bunge la Luanda. Mbunge wa eneo hili Dick Maungu akitaka Wizara ya Usalama wa Ndani kuongeza idadi ya maafisa wa polisi eneo hilo pamoja na kuongeza idadi ya magari ya kushika doria. Our police officers, one, we have shortage of numbers because the numbers we have are quite less. Number two, hawana vifaa. Unakuta Luanda mzima we only have one police vehicle ambayo inapeleka hawa jamaa mabusu asubuhi, inabakia hospitali na shida, hana gari. Janga linapotokea mahali fulani anaenda na pikipiki ama akose kwenda. So we are saying that for security to improve, one, ensure that these police officers are well equipped in terms of logistics, movement. Mimi nikijenga kama kwa mfano tumejenga Ekwanda police station juzi. Iko sawa, lakini hawa jamaa fika saa hizi serikali yenyewe ama ministry haijapatia stima. Ministry haijapatia gari, so it's quite a challenge. Nikiripotia West TV kutoka kaunti ya Vihiga, jina langu ni Sheldon Nasahulu.